Hello, mambo vipi? Naitwa H+. Leo nataka tuangalie namna gani taifa la Iran linadhibiti mlango bahari wa Hormuz. Ipo hivi, mlango bahari wa Hormuz ni mshipa mkuu wa uchumi wa dunia ambapo takriban 20% ya mafuta yote ya dunia hupita kila siku. Na katika mgogoro wa sasa wa mwaka 2026, taifa la Iran haitegemei meli kubwa za kivita ambazo ni rahisi kushambuliwa na Marekani au Israel, bali inatumia mbinu za asymmetric warfare, yani vita vya kutegeana. Hivyo basi, Irani imeanzisha mfumo wa smart control ambapo haijafunga mlango huo kwa kuta, bali imeweka vikwazo vya kidijitali na silaha ambavyo vinalazimisha meli zinazotaka kupita kulipa kodi kwa Tehran au kupata kibali maalum, huku meli za maadui zikizuiwa kwa nguvu ya kijeshi. Silaha ya kwanza ni boti za kasi za makombora ambazo zinafahamika kama Fast Attack Missile Craft. Hizi si boti za kawaida, ni meli ndogo za kivita zenye uwezo wa hali ya juu, na Iran hutumia zaidi daraja la Zulfikar na Tondare. Boti hizi zimeundwa kwa teknolojia ya kutoonekana kirahisi kwenye rada kwa kiasi fulani, na zina urefu wa takriban mita 14 hadi 17, na huwa zinaendeshwa na injini zenye nguvu kubwa sana zinazofanya ziruke juu ya maji kwa kasi ya zaidi ya kilomita 90 kwa saa. Boti hizi zimebeba makombora mawili ya Nasri 1 na zina uwezo wa kurusha na kugeuka haraka kabla ya mfumo wa ulinzi wa adui haujajibu mapigo. Silaha ya pili ni kombora la cruise la Nasri 1 ama anti-ship missile. Hii ni silaha hatari sana kwa meli za kibiashara na za kivita. Nasri 1 ni kombora linalojiendesha ambalo lina uzito wa kilo 350 huku kichwa chake cha mlipuko kikiwa na kilo 150 za vilipuzi vizito. Sifa yake kuu ni uwezo wa kuruka umbali wa mita chache tu juu ya mawimbi, jambo linalofanya rada za meli kushindwa kuiona hadi inapofika karibu sana, nikimaanisha ndani ya sekunde chache kabla ya mgongano. Kombora hili lina mifumo ya uongozaji wa rada inayolifanya litafute shabaha yenyewe baada ya kurushwa. Silaha ya tatu ni boti bomu zisizo na rubani, yani unmanned explosive boats. Hizi ni silaha za kamikaze za majini. Mara nyingi hutumia boti za kiraia zilizofanyiwa marekebisho ili zisihisiwe kuwa ni tishio, na ndani yake huwekwa mifumo ya mawasiliano ya satellite na kamera za mionzi ya joto zinazomruhusu mwendeshaji aliyeko nchi kavu kuiona shabaha. Boti bomu hizi zimejazwa vilipuzi vya C4 au TNT ambavyo vimepangwa kuelekea upande mmoja ili kubomoa chuma kizito cha meli za mafuta. Ni silaha gharama nafuu lakini yenye uwezo wa kusimamisha biashara ya dunia. Silaha ya nne ni ndege zisizo na rubani za ujasusi zinazofahamika kama ISR drones. Ndege kama Mohajer 6 zina uwezo wa kukaa angani kwa zaidi ya saa 12 mfululizo, na ndege hizi zimebeba kamera zenye uwezo mkubwa wa kukuza picha, yani optical zoom, na mifumo ya electronic intelligence inayoweza kunasa mawasiliano ya redio ya meli zinazopita. Kazi yake kubwa ni kutoa picha ya uwanja wa vita kwa makamanda wa Iran. Bila droni hizi, mashambulizi ya makombora yasingekuwa na usahihi. Pia ndege hizi zinaweza kufuatilia meli kuanzia inapoingia mlango wa Oman hadi inapovuka mlango wa Hormuz. Silaha ya tano ni droni za kujiua au kamikaze ambazo zinafahamika kama Shahidi 136. Shahidi 136 imejipatia umaarufu duniani kutokana na ufanisi wake. Ipo hivi, hii ni droni yenye umbo la pembe tatu, yani delta wing, inayoweza kuruka umbali wa hadi kilomita 2500. Droni hii hutumia injini ndogo inayopiga kelele kama pikipiki, lakini ni ngumu kunaswa na mifumo ya ulinzi wa anga kwa sababu inaruka chini sana na imetengenezwa kwa vifaa visivyoakisi mawimbi ya rada. Irani hurusha droni hizi kwa makundi ya swarms, kwa mfano droni 20 kwa wakati mmoja ili kuzidi uwezo wa meli ya adui kujilinda. Silaha ya sita ni mabomu ya majini ya smart yanayofahamika kama Maham 7 naval mines. Haya ni mabomu ya kiteknolojia ya hali ya juu yanayokaa chini ya bahari yakisubiri shabaha. Tofauti na mabomu ya zamani yaliyohitaji meli iguse, Maham 7 yenyewe ina sensa za sumaku, sauti na shinikizo, yani pressure. Lakini pia inatunza kumbukumbu za sauti za injini za meli tofauti, hivyo inaweza kuacha meli ndogo ipite, lakini ikilipua meli kubwa ya kivita au ya mafuta inapokaribia. Maham 7 huwekwa kwenye njia nyembamba ambazo meli lazima zipite na kuifanya Hormuz kuwa uwanja wa mauti. Silaha ya saba ni nyambizi ndogo za darasa la Ghadir, yani midget submarines. Nyambizi hizi zimeundwa mahususi kwa ajili ya maji ya mlango wa Hormuz ambayo ni mafupi na yana mkondo mkali. Udogo wao unazifanya ziweze kujificha kwenye sakafu ya bahari kati ya miamba ambapo meli kubwa za kivita haziwezi kuziona kwa kutumia sona. Nyambizi hizi zimebeba torpedo mbili nzito za milimita 533 zinazoweza kuzamisha meli yoyote. Pia zina nafasi ya kubeba makomando wa majini, yani divers, kwa ajili ya kufanya hujuma za siri kwenye bandari au meli zilizopaki. Silaha ya 8 ni makombora ya balistiki ya pwani, yani Khalij Faz. Hili ni kombora la kipekee duniani. Ni kombora la balistiki linalotumika kupiga meli.
linasafiri kwa kasi ya mara 3 ya sauti, yani Mach 3, na linapokaribia shabaha linafungua macho yake, yani sensa za joto au picha, na kujielekeza lenyewe kwenye meli. Na kwa sababu linatokea juu sana angani kwa kasi kubwa, ni vigumu sana kwa mifumo ya ulinzi wa meli kama Phalanx au Searam kulizuia. Ni silaha inayoweza kumpiga adui kuanzia umbali wa kilomita 300. Jina langu ni H+ na hii ni Global TV.